Mwanamume yoyote ulioko hapa na unayenisikiliza, hakuna kitu kigumu kama chozi la mke wako. Biblia inatuambia mwanamume ni kichwa cha mke wake. Kwa hiyo Mungu akaanza kufanya ukaguzi kwenye ndoa ya Hezekia, kuangalia ndoa ya Hezekia. Akasema mimi Mungu nilimpa mwanamume nafasi yangu, nikamwambia kwa kuwa Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa, ndivyo nilivyomfanya mwanamume kama kichwa. Kama ni kichwa, au ana operate vipi kwenye nafasi yake ya kichwa? Mara nyingi sana nawaambiaga watu kuwa kichwa si kwa sababu una uwezo wa kuzaa na ukaweza kutafuta wanawake everywhere, ukawa mwamba kwamba wewe ni kichwa, una uwezo wa kumiliki chochote unachokitaka. Hapana, uwezo wa kuwa kichwa ni kusimama kama Kristo alivyolisimamia kanisa. Ndivyo anavyotaka kila mwanamume aisimamie nyumba yake, katika kweli, katika uaminifu, katika haki, katika pendo. Bwana asifiwe sana. Niko hapa kukuambia katika jina la Yesu kwamba Mungu leo anafanya ukaguzi katika kila familia. Anasema tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 54 mstari wa 5, muumba wako ni mume wako wa kwanza. Kanisa ni bibi harusi, Yesu ni bwana harusi. Kama kanisa ni bibi harusi, Yesu ni bwana harusi, wewe uliyekaa hapa kila siku unalia kwa Yesu ambaye ni bwana harusi akubadilishe. Kila siku unalia kwa Yesu ambaye ni bwana harusi haibadilishe nyumba yako, abadilishe watoto. Hivyo hivyo wewe mwanamume, sisi tunatakiwa to rely on you people. Sema amina. Ukiwa na mke ukakosa kumfurahisha mke wako, mke akashindwa kufurahia mema yako, tarajia kwamba mema yako yataminywa na Mungu aliye hai. And I'm telling you, sio mizimu itaminya mema, ni Mungu anaminya mema. Kuna wanaume mnalia sahi ambao njia zenu, uchumi wenu unayumba, lakini niko hapa kukuambia rejesha upendo wako kwa mke wako. Vile unavyoviona vimepotea, vile unavyoona vimepungua, Mungu atavirejesha katika jina la Yesu. Kibali cha kile kufanikiwa kwako kiko katika furaha ya mke wako. Ukitaka kufanikiwa, make sure mke wako ana furaha. Make sure mke wako ana amani. Mahali Mungu amewekeza furaha ya mwanamke ni kwa mume wake. Maana vile tunavyotafuta Mungu atufurahishe, Mungu ameweka kwa wewe mwanamume uweze kumfurahisha mke wako. Bwana asifiwe. Niko hapa kukuambia mwanaume, ukiona umemfanyia mke wako vituko vimezidi, alafu ameamua kunyamaza kimya na kila kitu anakiona sawa, I'm telling you, wewe umeshakufa huku kwa mke wako. Omba Mungu akupe mbinu ya kwenda kujifufua kwenye moyo wa mke wako. Unafikiri watu wanaanzaga kuachana mkawaona mtaani wameachana? Unafikiri watu wanaanzaga kusalitiana mkaona tayari wameshasalitiana? Yani ile ni kitendo cha mwisho, lakini huku kuachana kunaanzia ndani ya moyo. Mmenielewa ninachokisema? Kuachana kinaanzia ndani ya moyo. Real man hawezi kuruhusu mke wake kudhalilishwa. A real man hawezi kuruhusu hata mke wake kudhalilishwa na familia yake. Wanaume mnakuaga wapi wakati mke wako anasemwa na wifi yake, anasemwa na mama yako, na wewe unasema mama yangu namsikiliza? Huyo mwanamke angekuwa wewe hujamleta, asingekutana na mama yako, asingekutana na baba yako. Sisi tunavyosema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mwanaume tunalindwa na nguvu zenu tunapokuwa kwenye familia zenu. Tunalindwa na hekima yenu tunapokuwa kwenye nyumba familia zenu. Hatujaja kule na majina ya baba zetu wala na baba zetu. Tumekuja tukachukua majina yenu. Tumekuja tukasubmit. Tumekuja tukawazalia watoto. Tunapofanya hivyo, maanake ninyi mnatakiwa mtukinge katika kila engo. Lakini unaweza kumkuta mwanamume anaona ni sawa kabisa mke wake kujadiliwa na ukoo mzima. Mke wako akijadiliwa na ukoo, wewe umevuliwa suruali huko uchi. You don't have any power. Kama uwezi kumdefend mke wako, utaweza kudefend watoto wako, utaweza kudefend kizazi chako. Maanake ule ndio mti ulioupanda mbegu ili ukutolee matunda yako. Ukishindwa kuwa mtetezi wa mke wako, hutaweza kuwa mtetezi wa kitu chochote.